Okay, hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa moja ya picha bomba zaidi anakwenda kwa jina la Jenny Love. Na the chosen number is the name ndo nazidi kusababisha Tala Bintibu. Lakini sasa kutokana na mwingiliano kidogo wa picha, hii hapa picha rasmi saizi imerushwa kwenye channel yetu mpya moja kwa moja. Basi pale ndipo ambapo tutapata muendelezo kamili, lakini pia itakuwa inasonga katika channel yetu mpya zaidi. Channel ambayo inakwenda kwa jina China Kiswahili Film. Lakini pia sound itakuwa ni Fall DJ, kwa usipate moto usipate joto zaidi. Hii hapa picha tumeichange kidogo. Tumetoa katika channel yetu kubwa zaidi ya movies ili kabla sasa iko kwenye channel yetu mpya kwa complete zaidi. Hii hapa ni katika episode ya pili tu. Lakini sasa kumbuka ni muunganiko tu kutoka katika episode ya kwanza. Hii hapa ni kwenda kwa jina Jenny Love. Na the chosen one ndo tazidi kusababisha Tala Bintibu. Kwa kesho unazidi kusubscribe, ku like, comment, ku share ili mambo yazidi kwa bomba zaidi. Hii hapa katika episode safi tunasonga zaidi. Lakini sasa ni katika channel hapa. Kwa hiyo tuendelee kuungana na kupeana support ya kibabe zaidi. Hii hapa sound yao, sound ya Fall DJ. Tukutane katika kigongo bomba zaidi hapa. Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Tuko na picha moja marjara, picha moja ya kizazi zaidi. Hii hapa picha inakuwa kwa jina Jenny Love. Na the chosen one ndo tutakuwa nazidi kutambaraza Tala Bintibu. Hii hapa picha na Rigi Sound. Lakini pia mitamboni sauti ya Fall DJ. Tutakuwa nakuletea jalamba ile pa kitaalamu zaidi. Kwa cha msingi ungana na sisi tu ili kwenda kuenjoy kizaza zaidi. Wasema na juu ya story ambayo inasemekana kwamba miongoni mwa watu ambao familia zao zilikuwa zina beef kubwa zaidi, zilikuwa zina vita ya miaka mingi zaidi. Lakini sasa watoto walikuja kutengeneza muunganiko ambao uliweza kuleta upendo kati yao. Hivyo ndani kulikuwa kumejaa visasi vizito zaidi. Itakuwaje waweze kusurvive katika familia ambazo historia zilikuwa zina vita kubwa sana ya kimadaraka kwa miaka mingi sana ambayo imepita. Hii hapa ni kwenda kwa jina Jenny Love. Lakini pia tuko napigwa na Baba kutoka DC Production Jumba Budani pale, ikiwa na sound yake. Baba ndo anasimamia kizazi zaidi. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu kupata jalamba na muunganiko wa kazi bora zaidi. Hii hapa inatokea kwetu, kwa hiyo usipange kukosa. Haija msingi kisha unazidi ku like, comment, kushare, kusubscribe na pia tutakuwa nguvu ya kuweza kuendelea kuisogeza hapa kazi. Kwa hiyo usipange kosa. Hebu tuanze katika episode ya kwanza tu. Tuanze hapa. Okay, hatimaye katika episode ya kwanza tu tuko na jalamba bomba zaidi. Wasema mwanzoni wa picha kuna msafara wa mtu mmoja ambaye kwa sasa bado hatujaiona sura yake. Kijana wake anamwambia kwa wakati huu ni kama muda umeenda sana, hivyo inatupasa tusijui japo kidogo. Anambia kisha unaenda kusafisha mji, nahitaji kufika huko. Lakini mtu ni kwamba na kumbukumbu ya nyuma kidogo ambayo inaonyesha kuna kizaza ambacho kilipita katika familia yake. Tutakwenda kujua mbele zaidi. Lakini sasa katika eneo la mji kuna bwana mdogo mmoja anaongozana na watu ambao wanatoka katika familia ya Wang. Analeta katika jumba ambalo limeandikwa ni jumba la mtabiri. Basi watu walikuja tu katika ile eneo wakiwa wanahitaji kupata nafasi ya kujua nini hatima ya mtoto ambaye yupo katika tumbo la mama. Anasema nahitaji kujua kwa sababu nimesikia mengi kutoka kwako, kama nitaweza kupata mtoto wa kiume au wa kike. Basi mwanamama alimshika mkono mtu wetu, na baada ya kumshika aliweza kupata maono fulani ya juu ya mtoto ambaye anazaliwa. Aambia mtafanikiwa kupata mtoto wa kiume, lakini ni wa Master Kion. Anasema mbona unafanya makosa? Anasema mimi sijawahi kukosea. Basi mwamba agundua kwamba mtoto sio wa kwake. Tayari mke wake alikuwa ameweza kumchiti. Anasema nitaitangaza sehemu yote na watu wengi waweze kujua juu ya kile ambacho amenifanyia. Sasa binti baada ya kuona kimenuka aliweza kukimbia. Sasa anaambia mdogo mnyama, anakuambia captain huyo ambaye ni bodyguard wa mtaalamu afika katika eneo la mji, na sasa anahitaji kusafisha njia tu kwa sababu kuna mwamba ambaye anatakiwa afike hapa. Sasa huyo mama alikuwa anazuia kidogo, awaambia ungekaa pembeni kwa sababu habari ambayo inakuja hapa takiwa upishe tu na usubiri juu wa mtu ambaye anakuja. Ilikuwa ni majira usiku zaidi. Mwamba ndo alikuwa anaingia katika ile eneo. Basi aliingia katika tempo moja kubwa sana, na hapo kulikuwa kuna mungu wa Buza. Lakini sasa anawaambia na binti tulikuwa wamejificha katika hilo eneo ambalo mtaalamu amekuingilia.
Mtu huyo alikuwa mpata majeraha sana. Hatujua majeraha ameyapata wapi, lakini sasa anaonekana majeraha sana. Hivyo alikuja katika ile eneo kwa ajili ya kujitibia, lakini alisikia mchakacho ambao ulimfanya gundua ndani kuna mtu kujesha mavazi afu akakata hiyo sehemu. Ile kufunua alikuwa ni binti, limpa roba moja sana. Baada ya kumshika binti huyo, kwa binti ana uwezo wa kuona matukio ya nyuma na yale ya mbele zaidi. Aliweza kupata kumbukumbu ya nyuma zaidi ya mtu huyo kutoka kwenye kile ambacho kinaonekana ni kama memory ya zamani zaidi. Hata hivyo mtu naye kuna kumbukumbu ambayo alipata ni kama ameweza kumkumbuka bibie tu kutokana na kipande cha karatasi ambacho alikiona katika begi la binti huyo. Basi binti alihitaji kumpatia msaada mtu huyo. Alihitaji kumtibia ili kumweka sawa zaidi kwa sababu aligundua mtu yuko katika hali ya maumivu sana. Basi ilikuwa ni katika hali ya kuhakikisha tu anaweza kumpatia msaada mjomba arejee katika hali yake. Alimwomba isema kitu kimoja tu, ya kwamba nimerejea. Binti hakuelewa nini kinamaanishwa na mtu huyo, lakini mtu huyo ni kwamba isema amerejea. Basi baada ya muda kupita kidogo, mamba alikuwa ametibiwa. Asema wewe, ina maana umeweza kunichungulia au? Anaambia unasema kwenda kwa wakati huo, lazima ujibie kile ambacho nakimaanisha. Binti akampiga changa mwanaume, sasa akatoka nje. Ile kutoka nje akutana na mashine chafu zaidi. Huyo ni bodyguard wa mkali ambaye kwa sasa bado hatujapata utambulisho wake. Basi binti akuta kundi la watu wengi, anawaambia maisha marefu Enuchi. Binti anasema huyu hawezi kuwa Enuchi. Kwa nini binti anasema mtu huyu hawezi kuwa Enuchi ili hali watu wanasema ni Enuchi? Ni nini ambacho binti ameweza kugundua kwenye taswira mtu huyu ya kwamba ana vigezo vya kuweza kuwa Enuchi? Lazima kuna namna ambayo binti ameweza kuitambua pindi ambapo anamtibu mtu huyu. Hiyo hapo ni katika episode ya kwanza tu. Sasa tukutane katika episode ya pili ya Mzigo Bomba sana hapa. Kumbuka hii picha itakuwa inatembea na sound yake. Kwa hiyo usipate moto, utaendelea kuenjoy burudani. Okay. Usipate mashaka, usipate wasiwasi wote. Bado kubomba tuko sawa zaidi. Hii hapa sound ya Mgojosoni. Wananiita Falu DJ. Katika episode ya pili kibabe zaidi. Leo tuunganishe tu kupata muktadha wa tamthilia bomba zaidi. Hii hapa ni Jane Lovers. Basi tunaunganisha pale ambapo tuliishia. Basi alikuwa ni majira usiku, shughuli za kumkaribisha Enuchi baada ya kurejea kutoka katika mji wa Lingshan sasa ziko zinaendelea na mambo yalikuwa yanakuwa sawa zaidi. Lakini binti pia aliweza kufurahi sana kuweza kupata nafasi ya kufika katika ile eneo. Anasema hakika zinavutia sana. Basi Enuchi alihitaji kumtambulisha mtu huyo. Kwa sasa alihitaji kumtambulisha kwamba anasema huyu anaitwa Akang Zelaten Keeper Enuchi. Ni mtu ambaye anafanya kazi zaidi na Enuchi mkuu. Lakini binti aicheka sana. Anasema hata hivyo naomba ukutane na binti huyo kwa sababu pia naye ni mtu ambaye ataweza kupata nafasi ya kuweza kujumuika katika kile ambacho anakifanya. Hata hivyo binti alikuwa ni mtu ambaye kwa wakati huo bado yuko kwenye mshangao mzito zaidi. Basi aliweza kuondoka tu. Na sasa upande wa pili binti anapiga manyanga kujua nini ambacho kinaweza kujiri kwa wakati ambao unafuata. Kwa binti ni shamani. Anasema sina nafasi ya kuweza kutoka hapa. Basi majira haya kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta. Alifika katika chumba kimoja. Hapa aliweza kuchungulia na kusikia sauti ikisema sasa tumeshawaua maadui wetu. Binti akiangalia chini ni taswira yake, lakini ghafla aliweza kushtuka kwenye njozi nzito zaidi. Basi kuna kifaa kake ambako mtaalamu alikuwa nako. Hata hivyo binti aliomba sana mtu aweze kumpatia. Mtaalamu kwa sasa alikuwa na chochote cha kuweza kupoteza. Alisema ndakupa machaguo mawili tu. Chaguo la kwanza ni kuweza kuangamiza, lakini vipi kuhusu chaguo la pili? Alisema chaguo la pili ni kwamba wewe mtu ambaye unafanya kazi chini yangu, kama utaliona itakuwa sawa kwa upande wako, basi nitaweza kuacha salama zaidi. Basi binti aliweza kuchagua chaguo la pili tu, aweze kusalia lakini chini ya maisha ya mtaalamu zaidi. Hivyo aipatiwa mavazi mapya zaidi. Sasa upande wa pili kwa mfalme alitoa taarifa na Jane kwamba Enuchi kuna mambo anafanya yako sawa zaidi. Lakini mwanaume muda huo alikuwa anaingia mkali. Asema anaonekana umezurura sana
lakini hata hivyo kufanikiwa kupata kile ambacho anakitafuta. Anasema Mulong Kang, kwa muda mtakiwa muwe ni watu wenye heshima na kuelewana. Hivyo nahitaji tuzungumzie mambo mengi sana ya kitaifa. Anasema lakini sijui kama Mulong anatambua juu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini mkali pia alimwambia Jino ya kwamba kwa sasa anasubiri juu ya kile ambacho anafikiria kinaweza kumzuia yeye. Lakini sasa upande wa pili kwa binti, ikiwa ni mara ya kwanza anapewa taarifa na moja ya wafanyakazi ya kwamba anatakiwa makini sana, kwani endapo atafanya kitu cha tofauti anaweza akafanya usiku usio na mwanga zaidi. Lakini basi bwana mdogo pia alikuja kumletea taarifa mkali kuna kitu ambacho ameweza kusikia. Hata Jeno naye aliweza kuletea taarifa. Upande wa pili kuna mtu anapigwa sana. Sio kuna makosa ambayo amefanya kwenda katika chemba moja ya asili zaidi. Sasa adhabu yake ilikuwa ni kipigo. Binti ajaribu kuzuia. Anasema unatakiwa uoneshe huruma kwa wafanyakazi wako. Anasema wewe nani ambaye unajaribu kuzuia kile ambacho nawaga nafanya mimi? Anasema Mulong Kang is back. Kwamba mtaalamu Mulong amerejea. Basi mtu alikuwa anazidi kuomba msamaha kwa princess. Lakini hata hivyo ifanywa kitu mbaya zaidi. Binti kutokana na king'ang'anizi cha kung'ang'ania ama aliweza kutoa beto. Lakini kabla hajamchoma binti aliweza kufika mwanaume Tala Bintibu, alizuia ile mambo. Aka picha tunaendelea kwa taratibu tu. Sababu episode vyake ni vifupi, hivyo na sisi tunaviunganisha. Anasema nimefurahi sana kukuona umekuja. Na hata hivyo sauti yako imenifanya nijisikie vizuri zaidi. Anasema basi kwa na huruma juu ya wafanyakazi wako, lakini pia kwa kile ambacho kimetokea itakuwa ni vema kama utojali. Lakini mkali anaondoka na binti kwa wakati. Basi madam anasema kitu kimoja tu. Iko siku utakuja kwa wangu Inuchi. Lakini sasa upande wa pili mtaalamu akiwa anapatiwa matibabu na binti kutokana na lile jeraha ambalo amelipata, aliweza kumshika binti na kumzuia kidogo. Lakini sasa alikuwa anahitaji kumsafisha tu ili kumweka sawa. Basi kuna Inuchi ambaye aliweza kufika hapa. Anasema Inuchi Kang amesema kwamba hiki ni kitu ambacho unatakiwa upatiwe kwa wakati huu. Lakini sasa kitu ambacho alileta kwa wakati huu ni kwamba mwamba alikuwa anakihitaji. Hivyo binti aipata nafasi ya kuweza kuondoka. Basi bie baada ya kutoka mule aliweza kuungana na mtu mmoja. Pindi baada ya kushika kitu kama hiki aliweza kuona maono asili sana. Huyu ni kwamba kitu ambacho mbeba kilikuwa ni moja ya kitu hatari sana. Na mtu inaonekana anashinikizwa na mtu fulani kutokana na maono ambayo binti ameweza kuyaona. Lakini sasa alikuwa ni mtaalamu Inuchi akiwa na huyu mtu ambaye ni kama mtu wa matibabu zaidi. Anasema nimesikia mpata majeraha mengi sana. Hivyo kwa wakati huu nimekuletea dawa tu. Anahitaji kuweza kutibia juu ya kile ambacho kimekipata kwa wakati huu. Anasema lakini nani ambaye amefanya? Kisha utambulisho wako hauwezi kujulikana. Basi binti akiwa anapiga story hapa, aliweza kushangaa tena. Anaona watu wawili ambao aliona kwenye ile taswira. Agundua mtu huyu kumbe kuna kitu ambacho alimpatia mtu huyu. Na hapa aliweza kugundua ni Inuchi, kumbe ndo chezo hatari zaidi. Sasa kitu ambacho aliletewa mtaalamu kilikuwa ni sumu. Lakini bodyguard baada ya kukagua aliona kila kitu kiko sawa. Lakini Zeki mtaalamu Inuchi kabla hajanywa alipata wenge zaidi. Bibia anasema usijaribu kunywa hiyo. Tayari na kitu ambacho kiko salama zaidi. Anasema mbona kila kitu kiko sawa? Hii ni Puring Ebo. Ni dawa ambayo ina shida zaidi. Anasema na ushahidi. Akachumaga kitu fulani. Sasa mamba akaona siri imevurugika hapa. Anaambia Kang nini ambao unafanya kwa wakati huu? Anasema usijaribu kufanya hicho ambacho unafanya. Lakini mtaalamu alitaka kujua tu huyu mtu nini ambacho kimemfanya afanye jambo kama hili. Anasema nimefanya kazi naye miaka mingi sana. Lakini sasa kwa muda huu ni kama umeshindwa kunizingatia na kumpa nafasi mtu mwingine. Anasema kama unahitaji kuwa mzima, akisha unaweza kunywa hiyo mambo ili binti aweze kuwa salama. Anasema ndakwambia ukweli wa kila kitu kabla hujakiona kifo chako. Mimi nafanya maagizo tu. Lakini mkaya anamwambia bibi afumbe macho. Alafu kitu ambayo ilitokea hapo ilikuwa ni kitu ajabu zaidi. Nirushwa bakuli hatujui nini ambacho kilifanyika. Lakini sasa ni kwamba mwamba aliweza kujeruhiwa zaidi. Hiyo hapo katika episode ya pili tu. Kwa mzigo unakwenda kwa jina General Lovers. Na The Chosen One wazidi kutamba Tala Bintibu kizazi zaidi.
Hebu tukutane katika episodi inayofuata tu kujua nini ambacho kinajiri. Katika episodi ya 3 tutakwenda kugundua mengi ambayo yamejificha. Let's say ciao. Kamsamida. Wow. 这个野丫头，我们都夜不歇。别往后。落日余晖，月。